rijali ala nisa. Somo la 12 linaelezea ubora wa wanaume juu ya wanawake. Tukisema ubora wa wanaume juu ya wanawake, si kwamba wanawake wao si bora, hapana, ila kuna matukufu yaliyopo kwa wanaume zaidi ya wanawake. Matukufu, wanawake nao wana matukufu yao zaidi ya wanaume, lakini wanaume walichozidi ni kimoja tu, usimamizi juu yao. Hiki ndicho walichoshinda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani amesema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, kwamba wanaume ndio wasimamizi juu ya wanawake. Yakumuna 'alayhinna qiyama al-wulati 'ala ar-ra'iyya, wawasimamie juu yao wanawake ule usimamizi wa mtawala kwa raia, kama vile mtawala anavyotawala nchi, basi ndivyo mwanaume anavyotakiwa kuitawala nyumba yake. Pale ndani ya nyumba mwanaume ndo awe na kauli ya mwisho. Ukiona nyumba yoyote kauli ya mwisho anayo mwanamke, mtihani nyumba hiyo, na mara nyingi matokeo yake watoto wanaharibika ovyo kabisa. Lakini utawala ukiwa kwa baba, wenyewe tu wanaambiwa baba yenu anakuja huyo, kila mmoja anajiandaa kupokea sheria. Akija yule mzee ni sheria tu, yeye hana nini wala nini. Fulani yuko wapi? Kwa nini hajafanya majukumu niliyomwagiza? Viboko vinaweza vikatembea au maneno makali yanaweza yakatoka. Kwa hivyo usimamizi ni kazi yao wanaume, kuwasimamia wanawake. Wa ilalu dhalik biamrain, na sababu hii ya kuwa wanaume wakafanywa wao ndio vinara juu ya wanawake ni kwa sababu 2. Moja, wahabiyun, na ya pili kasbiyun. Sababu ya kwanza ni ya kimaumbile tu, Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoumba na ndivyo alivyopanga, kwamba wanaume kuwa ndio wasimamizi wa wanawake. Yaani hii iko, sio tunasemaje ile nature, iko hivyo, kwamba ipo tu hata kwa wanyama, hata kwa wanadamu, hata kwa viumbe vingi sana. Yale madume ndio yanasimamia yale majike. Ya pili kasbiyun, hii sasa ni ya kasb, ni ya kuchuma, kwa maana ni ya kutengenezwa, kwamba wanaume wenyewe wanatengenezwa kuwa wanaume. Sio mwanaume atakuwa mwanaume tu kama hajatengenezwa, mpaka atengenezwe. Ndio kakuta zamani wazee wanawachukua vijana wanawapeleka jando porini, wanakaa huko kama si hata wiki 2, wiki 3, hata mwezi. Wakifika kule wanatairiwa, alafu tena wanafundishwa kule mambo ya kiutu uzima, mambo ya kimaisha, mambo ya uongozi. Wewe kama mwanaume unatakiwa uweje? Ukiwa kule porini unafundishwa hayo, na ukitoka kule unakuwa kweli ni mtu ambaye umefundishika, na hata ukikabidhiwa nyumba unaweza ukaiendesha. Wamasai mpaka leo wanaendeleza hili. Hiyo ndiyo moja ya kimaumbile, lakini ya pili ni ya nini? Ya kimafundisho. Faqala, Mwenyezi Mungu akasema, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Ni kwa sababu ya vile Mwenyezi Mungu alivyoboresha baadhi yao juu ya wengine. Mungu kaboresha wanaume juu ya wanawake. Bisababi tafdhilihi rijali ala nisa, ni kwa sababu ya kuboresha kwake Mwenyezi Mungu wanaume
juu ya wanawake, kwanza ameboresha bikamali la aqli, kwanza ukamilifu wa akili. Akili ya mwanaume ikikomaa sawasawa inakuwa kamili kuliko ya mwanamke. Alafu iko hivi, mwanamke akiwa mtoto anakuwa na akili nyingi, lakini kadiri anavyoendelea kukua akili inapungua. Hiyo ndo kawaida mwanamke. Na mwanaume wakati yuko mtoto akili yake inakuwa ndogo, lakini kadiri anavyoendelea kukua na akili nayo inafanyaje? Inakuwa, mpaka akiwa mtu miaka 40 hivi akili yake iko barabara. Wa husni tadbir, kisha kwa wanaume pana uzuri wa mazingatio. Kama mtakuwa mna mjadala baina yako na mke hivi, mnakaa mnajadiliana jambo, basi ukimsikiliza unamwona kabisa huyu akili yake bado sana. Wewe sasa ndio itabidi umjazie kwamba mke wangu, tusiende hivi, hapa twende hivi, tufanye hiki kwa sababu hii na hii. Husni tadbir. Wa mazidi alquwa fil a'mal, na kuongezeka nguvu kwenye kazi. Kwenye kazi nguvu ya mwanaume inakuwa kubwa kuliko nguvu ya mwanamke. Leo wanajitahidi wanawake mpaka kwenye maeneo ya kubeba zigi na wao wamo, lakini hawalingani sawa na nani? Na wanaume. Wa taati, na nguvu pia kwenye ibada pia wanaume wamezidi. Walidhalik khusu binubuwati walimamati walwilaya, kwa sababu hizi ndio maana wanaume wakahusishwa wao kwenye utume, kwenye uimamu, kwenye utawala, wa iqamatu sha'air, na kwenye kusimamisha dola, wa shahada, na kwenye ushahidi pia. Ushahidi unatakiwa ni wa wanaume. Fi majami'il qadaya, katika maeneo ya kutoa hukumu. Maeneo ya kutoa hukumu ushahidi unatakiwa wa wanaume. Hapa kwenye sababu za kuhusishwa wanaume, sababu ya kwanza imetajwa utume. Hakuna mtume aliyekuwa ni mwanamke tokea dunia imeanza, hakuna. Ukimsikia huyo Asia bintu Mazahim, mke wa Firauni, hakuwa mtume, lakini alikuwa ni mtu mcha Mungu sana. Mungu alimpenda sana. Lakini ukimsikia Maryam al-Batuli, mama yake Nabii Isa, hakuwa mtume, lakini alikuwa ni mcha Mungu sana. Ukisikia wakina Rabaatul Adawiya, alikuwa si mtume, basi na wengine wengi tu wamekuja huko, hawakupewa utume. Sasa hivi pana mitume mpaka wanawake, sasa hivi wapo. Tulisikia juzi kati hapa alitokea mtume mmoja anaitwa Mtume Salama Zanzibar, wakamfukuza sababu asili yake yule ni huku Rufiji huku. Sasa katoka Rufiji kaenda zake Zanzibar kule anatangaza utume, ni mtume. Wazanzibari wakamcharukia bwana, akaba haiwezekani, hatujapokea habari hizi za utume wa mwanamke. Toka alipewa masaa 24 tu aondoke. Wakamtoa wakamrudisha kwao. Hakuna utume unaoshikiliwa na mwanamke, hata wa bahati mbaya haupo. Wal imama, na uimamu hapewi mwanamke. Wal wilaya, na utawala hapewi mwanamke. Mkimpa mwanamke utawala, subirini, mtaona yatakayotokea. Wa iqamatu sha'air, lakini pia katika kusimamisha dola. Dola inatakiwa watu makini sana, ni wanaume. Fi majami'il qadaya,
lakini pia ushahidi unahitajika ni wa wanaume katika maeneo ya kutoa hukumu. Wa wujubul jihad, na kuna uwajibu wa kwenda kupigana jihadi. Kwenda kupigana jihadi ni wajibu, lakini uwajibu huu unawahusu wanaume tu, wanawake hapana. Wal jumaa, na kuna uwajibu wa kuswali Ijumaa. Ijumaa hii tunayoswali kwa wanaume ndio wajibu, kwa wanawake si wajibu. Wanahawihima, na mfano wa hayo. Lakini wataasib, na pia ujamaa. Ujamaa ni wa wanaume na wala si wa wanawake. Hapa pana jambo kidogo. Ujamaa tukiuzungumza, tunauzungumza nasaba ya mtu. Mfano mimi nitaitwa Saleh, Saidi, Mshamu, Muhammad, Ali, Ahmed. Nataja wanaume, sitaji wanawake, kwa sababu ukoo wa mtu au nasaba ya mtu inatokea kwa baba yake. Japo mama naye kashiriki kwenye kuzaa mtoto, lakini kwenye nasaba anapewa nani? Baba. Tukikwambia utaje na nasaba ya mama yako ndio utataja. Lakini hili ni moja katika matukufu waliopewa wanaume. Aliyekosa nasaba hii ni watu wawili tu wamekosa. Mmoja Nabiullahi Adamu alayhi salatu wassalam, hana baba. Kwa hivyo akiitwa Adam bin nani? Hana. Yeye ni Adamu. Lakini wa pili Nabii Isa. Nabii Isa yeye ameitwa Isa ibn Maryam, kapewa nasaba ya mama, baba hana. Kwa sababu Wakristo na wengine wanadai kwamba huyu ni Ibnullah, ni mtoto wa Mungu. Mungu akakataa, huyu ni mtoto wa Mariamu, sio wa kwangu mie. Kwa hivyo taasib, ukoo, ni unaenda upande wa nani? Wa wanaume. Wa ziyadatu sahmi fil mirath, na kuzidi mafungu kwenye mirathi. Kwenye mirathi, kama watu wanarithi mali ya mfiwa wao, basi wanaume huwa wanachukua mafungu zaidi kuliko wanawake. Na hili ni kwa sababu maalum kwamba wanazidishiwa wanaume, sababu wao ndio wanaobeba majukumu. Wewe na dada yako mmefiwa na mzazi, dada zako wawili watatu, na nyinyi wa kiume labda mko wawili watatu, baba amekufa. Wale wadada mtagawana mali, lakini mali ile mkigawana, hawa watoto wa kiume watapewa 2-2, wale watoto wa kike watapewa 1-1. Kwa nini hawa wazidishiwe? Ni kwa sababu siku ya siku watoto wa kike hawa wakiachika huku kwa waume zao, wanakwenda wapi? Wanarudi kwa kaka zao. Mahari yake huyu siku ameolewa, kaenda nayo kwa mume wake, kaitumia kule, imeisha. Lakini hata ile mirathi aliyochukua hapa, kaenda nayo kule kwa mume wake, wameshaitumia, imeisha, kapewa talaka kule, anarudi kwao. Akisharudi kwao anakuja kula nini? Anakuja kutumia nini? Atatumia ile ya kaka yake. Ni lazima huyu apewe nyingi kwa sababu ya kumlinda dada yake. Lakini sio hivyo tu, hata kwenye maradhi, mtoto wa kike ameolewa, lakini katika kuolewa bahati nzuri akapata maradhi, si bahati mbaya, bahati nzuri tukapata maradhi. Maradhi yale ni marefu kidogo au ni magumu. Anayestahili kumshughulikia yule mtoto wa kike ni nani? Ni mume au ni walii wake? Walii wake ndo anatakiwa aende akamtibu yule mtoto, baba yake au kaka yake au babu yake au nani wake, aende akamtibu.
Kama ni kumchukua, bwana, nimekuja kumchukua dada yangu, naenda kumtibu, akipona tarudi, anaenda kutibiwa. Hiyo sio kesi. Kwa maisha yetu sisi wa Afrika hili jambo linakuwa kama geni. Wewe umeolewa au umefanyaje? Huyo mume wako haje hata kukuangalia, haje hata kuleta aspiro ile kidonge, hata kidonge kimoja tu haleti. Ndio mume gani huyo? Somo litakuwa kubwa. Lakini kumbe mwenye haki ya kumtibu yule ni nani? Ni kaka yake au baba yake. Sasa huyu lazima apewe nyingi huyu kwenye mirathi, sababu linaweza likatokea hili. Basi na mengine mengi tu. Ngoja tumalizie hapa. Wal istibdad bil firaq, lakini pia na kuwa na maamuzi ya kuachana. Mwenye maamuzi ya kuachana ni mwanaume. Mwanamke hana maamuzi ya kuachana. Kwenye talaka inatakiwa mwanaume ndio aseme talaka au aandike. Kuna njia mbili ya kusema au kuandika, kwamba fulani binti fulani, nimekuacha kuanzia leo, si mke wangu. Basi yule bibi kama amesikia hayo maneno atakuwa tayari ameshaachika. Lakini mwanamke hawezi kusema, we bwana fulani wa fulani, nimekuacha talaka zote. Haiwezekani. Kwa maana hii istibdad anayo mwanaume kwenye kuachana. Haya ni baadhi ya matukufu ambayo mwanaume anayo juu ya mwanamke. Lakini wabima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya kile walichokitoa kwenye mali zao. Mwanamke akiolewa panatolewa mali, isipokuwa Wahindi tu ndo wanawake wanatoa mali kuwapa wanaume, lakini wasiokuwa Wahindi wote mahari inatolewa na mume kumpa mke. Inategemea tu kwamba watu na mazingira yao na hali zao na mila zao wanapeana mahari kitu gani au shilingi ngapi. Kama Komoro kule, mashaallah, mahari yao ni mwanamke umjengee nyumba. Mahari umjengee nyumba yenye vyumba wanavyovitaka wao kutegemeana na hali zao, lakini si nyumba tu. Hiyo nyumba ndani yake iwe na vitanda, makabati na mameza, lakini na vyombo vyote vinavyohitajika ndani ya nyumba viwepo. Hii ndio mahari ya mwanamke wa Komoro. Anaachika huyo? Mshajenga nyumba tayari, alafu kule ndani ukaweka kila kitu, alafu bado haijatosha, umpe na dhahabu ya kujipamba mwili wake wote, kwa maana kuanzia hereni, kuanzia kipini cha puani, kuanzia bangili za mikononi na khilkhali zile za miguuni na ushanga ule wa kiunoni, dhahabu, yani awe complete. Hii ndo mahari yake mwanamke wa Komoro. Anaachika mke huyu? Wamelifanya hili kwa sababu ya kulinda ndoa. Ukishamuoa huyu tayari ndio yuko pale kwake. Ina maana mkiachana wewe ndio unaondoka, huyu yuko kwake. Nyumba si ya kwake, na kila kitu kilichokuwa ndani cha kwake. Sasa fanya ukorofi. Mzee unaambiwa shati lako hilo hapo, kaza kiatu. Lakini hayo yanakubalika ni kwa sababu ndio taratibu zilizowekwa kwenye mahari zao. Lakini ukiangalia wengine huku, ng'ombe 5, Sukumani kule ng'ombe gapi wa? Ng'ombe 25. Basi na maeneo mengine sasa hivi, lakini imetawala sana hela. Na hela sasa hivi kwenye mahari naona ishakuwa milioni. Hii milioni ndio huwa inatajwa sana. Milioni 1, milioni 1,200,000, milioni 1,300,000, milioni 1,400,000. Wakikuwekea milioni 1,500,000, basi ujue wanaitaka milioni 200,000.
najua utalialia tu. Haya, tunakupunguzia kidogo, lete 1,2 na 200,000 hapa. Juzi kati hapo mimi nimewezesha mtu mjini hapa 11,000,000. Ndio. 11,000,000. Tena jamaa bingwa kweli kweli ameitoa hapo hapo. Sio ya kunzumushana. Anamtuma kijana, nenda pale kwenye gari pale kwenye dashboard kuna mfuko lete. Mfuko umeletwa pale bwana, 1, 2, 3 mpaka 11 hizo hapo. Zilizobakia ambaye shikarudisha. Kwa hiyo mahari itolewe kuwapa wanawake. Hii sababu inamfanya mwanaume awe a'la, awe juu ya mwanamke, kwa sababu yeye anatoa vitu vyake. Na ukitaka ubishani na wanawake, na wao wanaweza kukwambia kwani sisi hatutoi? Sisi tunatoa vya kwetu, mbona hivi havitufanyi sisi kuwa bora zaidi? Jawabu lake hapana, mnavyovitoa nyie tunashirikiana, bado tuko pamoja kwenye ushirika, lakini ninavyovitoa mimi natoa peke yangu. Kama ugali wa kila siku, si mimi ndo nahudumia, lakini yeye si wajibu. Hata kama anafanya kazi ofisini, si wajibu yeye kuleta chakula nyumbani. Mwanamke hata kama umemfungulia biashara kubwa, lakini biashara ile ukamwambia hii ni ya kwako, basi usije ukadai matumizi ya kutoka kwenye biashara ile, sio yako. Kuna mtu mwingine anamfungulia, anampa mtaji mke wake, fanya biashara ili mimi nikipata nusu na huko ukipata nusu, tukichanganya maisha yanakwenda. Huo sio utaratibu. Utaratibu ya mwanamke ni ya mwanamke na ya kwako ni ya kwako. Siku ukikwama ndio unaenda kuchukua mkopo, mke wangu nikopeshe. Wallahi, na ukikopa kwa mke, subiri kero utakayoiona, utadaiwa kila siku. Wewe uliniambia Jumatatu unanipa hela yangu, mbona Jumatatu ishapita? Lakini yeye akikopa kwako wewe, baridi kabisa, na wala hakumbushi kwamba wewe shehe unanidai, asemi. Lakini siku ya siku ukimuuliza, mama nani, ile hela yangu ulisema utanipa Jumatatu, mbona ishakuwa wiki ya 5 hii sasa, mbona sisikii chochote? Baba nani, na wewe vitu vidogo vidogo tu vinakutoa roho vya kwako wewe vidogo vidogo. Sasa mpaka unafika mahali sasa unamwonea huruma, tunasema huyu hajielewi, huyu achana naye. Tusimamie hapo insha Allah taala, tutakuja kuondokewa bima anfaqu min amwalihim. Allahumma